Kwa sasa moja kwa moja tuangalie mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Ulikuwa ni uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Magoli dakika za jioni ya Faila Sufi, Zanzibar Finest, Faisal Salum Abdallah na Jephte Kitambala Bola yalitosha kuipa Azam ushindi muhimu dhidi ya wanakaweka Pamba Jiji jana Alhamisi katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Hii ni mara ya kwanza kwa Azam FC kuweza kuibuka na ushindi mbele ya Pamba Jiji baada ya kushindwa kufanya hivyo katika michezo mitatu ya mwisho timu hizo zilipokutana kabla ya hapo jana. Pamba Jiji ilicheza kwa nidhamu kubwa sana kujilinda hadi dakika 90 ambapo Fei Toto alifunga goli la uongozi kwa Azam FC kabla ya Jephte Kitambala Bola kufunga bao lingine la pili dakika za nyongeza za mchezo huo. Azam sasa imefikisha jumla ya alama 46 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC ikisalia katika nafasi ya 3. Kwanza tuangalie magoli namna ambavyo yamepatikana, kisha tuangalie kiwango cha Azam na tazame kiwango cha Pamba Jiji, alafu baadaye takuja kutazama uchambuzi wa magoli yote mawili. Hili ni bao la kwanza la Faisal Salum Abdallah Fei Toto baada ya kona nzuri kweli kweli ambayo ilipigwa. Fei alisafiri angani akaganda kama sekunde kadhaa hivi, akapiga utosi wa maana, mpira ule moja kwa moja ukaenda kuzama kwenye kamba. Mtozi kama itampendeza anaweza akatuwekea na sauti tukaweza kusikia bao lenyewe namna ambavyo limefungwa. Yuko na mali bado, Faila Sufi amekangama, inapigwa pasi upande wa pili alipokuwa Idi Nado. Nado kwa mguu wake kushoto anaweka mpira huku anautoa nje. Brian Eshian ndani kona. Anahaha Flora Ibenge akizitaka alama 3 katika mchezo huu ili afikishe alama 46 katika msimamo wa ligi. Inawekwa kona na inajaa ndani na inakuwa goli la kuongoza la Azam FC. Ni yule ambaye amesimama juu kileleni, Faisal Salum Abdallah Fei Toto. Hajavuka maji kwa ajili ya kuja kufanya ziara katika mlima Kilimanjaro. Hajavuka maji kwa ajili ya kuja kuangalia majengo ya jiji la Dar es Salaam. Amevuka maji kwa ajili ya kuja kuifanya kazi ambayo itamfurahisha Popat, kazi ambayo itamfurahisha Nasoro Idrisa Faza, kazi ambayo itafurahisha mashabiki wa Azam Football Club. What a header from Faila Sufi. Anaandika goli lake la 11 na kuitanguliza Azam FC. Walikaza sana Pamba Jiji, lakini wamekuja kuachia pahala ambapo pengine walitakiwa kukaza zaidi. Ila wangekazaje wakati wanacheza dhidi ya timu ambayo ina nyota, mwenye kipawa, mwenye uwezo wa kufanya yaliyoshindikana. Yoro Diaby, Mzee Hassan ameweka mpira kumtafuta Jephte Kitambala. Walijua safari yao itaishia wapi wakati walipodhani kwamba Faisal ndiyo ambaye ameshika kiwembe cha kuwachanja. Anatokea Jephte Kitambala Bola na kushika panga la kuwakata kichwa. Ungeshuhudia saa ngapi wakicheza namna hii Azam FC kama si kazi aloifanya Jephte Kitambala Bola. Ameikosa clean sheet dakika za mwisho Mohamed Kamara. Kama kufanya kazi ngumu kungekuwa na malipo, basi punda angelala kwenye kitanda cha dhahabu. Licha ya kazi bora aliyoifanya mlinda mlango Mohamed Kamara kwa dakika 90, lakini anachokuja kutana nacho dakika za mwisho za mchezo ni machungu ambayo yanaweza yakawa kama jinamizi katika ndoto mbaya. Pamba Jiji wanapoteza mchezo kikatili mno. Ni namna ambavyo Azam FC imeweza kuzalisha mabao mawili ndani ya dakika 2 tu. La kwanza likifungwa na Zanzibar Finest Faisal Salum Abdallah Fei Toto, lakini la pili likifungwa na Jephte Kitambala Bola. Tulikuwa tunaongea hapa na Ramadhani Mboduke lau kama Jephte angelikuwa yule Jephte ambaye alikuwa mfungaji namba 2 kwenye ligi ya kule Kongo, basi tungeshuhudia celebration ya viwango vya juu sana na angeimbwa sana Dar es Salaam. Hakika. Yeah. Kabisa kabisa.
Tuanzie bao la kwanza, namna ambavyo limefungwa Mbwaduke. Fei anasafiri angani. Mara nyingi mimi nimekuwa nikijiuliza Fei ndio mpigaji wa kona nyingi za Azam. Ndio mpigaji wa kona nyingi za Azam anapokuwa uwanjani. Lakini Fei amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli ya kichwa. Mwalimu huwa ameona nini na mpaka kwenye kona hii anaambiwa Nado wewe ndo kapige kona alafu Fei ingia ndani? Umeuliza swali zuri sana. Ukifuatilia vizuri, ndio ni rahisi sana kushawishika na tukio la mwisho la Fei. Bullet header, kichwa cha nguvu ya risasi kwenda wavuni. Excellent. Lakini kwa small details, ukiangalia kwa ndani kabisa unagundua ni bao ambalo limetengenezwa mazoezini. Sawa sawa. Hii kona inavyopigwa, unajua unavyopiga kona, wanaozuia watu wa kwanza wanaanza kuangalia watu wenye urefu 56 plus, watu warefu. Wakati huu Jaka Mangangita alishaingia ni 56 plus. Kuna Yoro Diaby ni 56 plus. Ndio. Umeshaona Kuna Jefte Kitambala ni 56 plus. Wote hapo katika mazingira yale na utawaona kwa sababu Azam walienda wachezaji 6. Ndio. Pamba walikuwa wachezaji takriban 7. Wako kwa idadi sahihi katika kuzuia kona. Sababu wengine wanabaki juu kusubiri mipira ya kujibu, wende wakafunge. Ndivyo inavyokuwa. Ndio. Na katika hao 6 kuna Imidi Mao nyuma anasubiri second ball, lakini kuna Mzee alikuwa anasubiri, yupo pale anasubiri second ball. Lakini kuna Jaka Mangangita kwenye upande mwingine mrefu kwa ajili ya kuwapotosha. Sawa sawa. Jefte Kitambala utaona yeye ndio wa mbele pale. Alafu wala akuruka. Kama unaona kabisa anajua anachokifanya, ndio kwanza kageuka kama vile hayupo kwenye mchezo. Utamwona Kitambala bola ambao mpira ulikuwa mbele hapa. Pale kati sasa Faisal katika kuangaliwa sana, sio Faisal anaangaliwa Kitambala bola, kuna Yoro Diaby alikuwepo pale. Umeshaona. Kwa hiyo Faisal anakwenda pale ana opposed wakati anaruka. Amefanya alivyopanga kwa 100% na ikawa vile. Kwa hiyo pongezi kwanza kwa tunasema kongole kwa Faisal Salum Feitoto alichokifanya, lakini ni teamwork kwa sababu na ile kona Edinado ndo tunaita pinpoint kona. Imeenda ilipolengwa, imetumwa na ikafika na ikatendewa haki. Haikuwa tu kona ya kwamba naitoa mguuni kwangu naipeleka gombania goli sasa. Hapana, sio gombania goli. Yes, yani sio kwamba ile kona tutagomba, yani watakugombania kama mpira wa kona. Zamani ilikuwa kuna msemo jamaa anagombaniwa kama mpira wa kona. Kama ulikuwepo, lakini kwenye naona kabisa movement za wachezaji wengine. Kitambala bola akufuata huo mpira na alikuwepo pale mbele. Yoro Diaby, mabeki siku zote mipira juu anawashwa waka ule wa kuruka. Hakwenda. Ujiulizi kwa nini? Umeshaona huyu Pascal Msindo kama Ngangita yupo nyuma, yeye ndo mrefu pale kuliko alikuwa anamzunguka. Hakwenda. Badala yake aliendelea kwa occupy mabeki ambao alikuwa nao upande wake. Kwa hiyo naona kabisa kuna dalili kwamba hili lifanywe kazi mazoezini. Sawa sawa. Andrea Kinga Mkono, tutazame bao la pili. Wewe utapata nafasi hapa ya kutabahari na kuzungumza kwa mapana zaidi. Hii goli la kwanza la Faisal, lakini bao la pili tunaona bao la Jefte Kitambala bola. Kwenye bao la pili hili, lawama tunazipeleka wapi? Namna ambavyo mpira umetengenezwa na Mzee Hassan Mzee, nyota wa zamani wa KMKM pale Zanzibar. Karibu. Kwa sababu kwanza tunabidi tumsifu Kitambala bola. Ndio. Katika mechi hii kuna nafasi nyingi ambazo alikosa magoli ambazo tunaona kabisa hii ni goli. Kuna mpira mmoja mwanzoni kapigiwa kwenye box akiwa na goli akakosa, akatuliza mpaka mlinzi kapiga shuti likamgonga. Lakini hii hapa alionyesha kitu cha tofauti. Alionyesha jinsi alivyoweza kukimbia kwa haraka na kuona na kupiga ile shuti ambao limezaa goli. Kwa hiyo kwanza na wasifu kwa hiyo. Lakini kingine kama naungana na kocha wa Pamba ambaye amesema tumewazawadia magoli Azam. Ni kweli magoli yote mawili ukiona kama wamewazawadia hapa Azam magoli. Kwa nini? Kwa sababu kwamba waangalia ule mpira mrefu umepigwa kutoka nyuma na Yoro Diaby. Umepigwa mpira mrefu umeenda umepigwa kichwa kimoja tu umeingia katikati. Watu hawakuwa kwenye mchezo. Yaani wale Pamba hawakuwa kwenye mchezo kwenye kuangalia watu. Nani anatembea na nani wakati gani? Umeona? Labda kwa sababu tunakwenda kwenye kauli ya Mbwaduke. Kuna wakati mwingine unachoka kiakili na kuchoka kimwili. Hata kocha wa Pamba mwenyewe alisema wachezaji baada ya kufunga goli la kwanza likawaondoa mchezoni. Umeona? Kwa hiyo mwenyewe anakiri kwamba baada ya kufunga goli la kwanza wachezaji vijana wake waliondoka mchezoni. Kwa hiyo unaona kwa ujumla kwamba Azam walifaidika kwa sababu wao walikuwa na ile hali ya kutaka kuendelea kupambana. Lakini ni mechi ambayo na wasifu makipa wa timu zote mbili walikuwa katika viwango bora sana kwa sababu Aishi Manula na Mohamed Kamara wanani wa Pamba. Kwa sababu Manula ameokoa mashuti mengi ya Yonta Kamara alikuwa kuzuia, lakini Manula alizuia na mengine akagonga mwamba. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nzuri. Wale timu bora imefanikiwa kupata matokeo mazuri. Tukizungumza kiwango cha Azam kwa dakika zote 90 uwanjani, Ramadhani Mbwaduke. Nataka kuita kocha kama nahisi kama anafanya makosa, kumbe wewe ni kocha. Kocha Ramadhani Mbwaduke. Kocha wa FIFA. Ithibati ya FIFA. Bas. Kocha Ramadhani Mbwaduke, tuzungumze sasa kwa hiyo. Yaani wachezaji wako wewe wapangii koni sasa kwa kukimbia, si wewe wachezaji wako ni kuchezea mpira tu. Ndio shughuli zako unazozimudu hizo. Karibu na utuambie
kwenye kiwango cha Azam kwenye mechi ya jana, namna ambavyo walicheza dakika ya kwanza mpaka dakika 90 ya mchezo? Kwa ufupi tu walicheza vizuri lakini kwa nini mpaka dakika 90 walikuwa hawajapata bao? Ni kwa sababu ya mipango ya Pamba Jiji katika kucheza. Kumbuka kila wakikutana huwa hiyo mechi nyepesi. Mechi iliyopita CCM Kirumba ndio Pamba walikuwa wanaongoza 2-0 kama unakumbuka vizuri. Ilibidi Azam afanye cha ziada, mabadiliko alikuja kuingia kina Jefte kama Gangita kwa pamoja wakaenda wakasawazisha ikaisha 2-2. Sasa mechi hii Azam walikuwa na kikosi imara na walikuwa wanacheza vizuri, lakini Pamba kwa muundo wao wa 3-5-2 baada ya golikipa, kwa maana kwamba wale wa pembeni sasa kina Ibrahim Abraham lakini pamoja na Kenneth Kunambi kama ma wing back wakizuia wanarudi wanaungana na kina Mangalo, kina James Mwashinga, kina Brian Eshianda kufanya pale ukuta mgumu. Kwa hiyo matukio yake ilikuwa mpira wanacheza sana eneo la kati. Mpaka mapumziko Azam wanamiliki mpira 54%. Lakini sasa ni kwa sababu timu bora lazima muwe imara pia na kifikra muda wote. Naona unafurahi sana chofanya Jefte. Sasa muombe afunge zaidi ili upate mengi. Kwa hiyo walicheza hakuna celebration ambayo unaifurahia mimi kama ya Jefte. Na ukitaka kujua hii napendwa na watu wengi, ukutane na Jamal Abbas Dodi. Utaenjoy mechi. Tuendelee mzee wangu. Umeshaona? Sasa lakini wao walichofanya ni utulivu zaidi mpaka dakika ya 90 bado wako focused, kwa sababu unajua Azam kabla mechi walikuwa na pressure zinatoka juu na chini. Wana pressure kutoka kwa Singida Black Stars ambayo imeshinda mechi 3 mfululizo. Gap baina yao ikawa imebaki point 5. Wana pressure kutoka juu kwa Simba ambao ni ya pili ambayo yenyewe inafanya vizuri. Wao wapo katikati. Baada ya Simba kushinda jana, Maki wanaona Mashujaa wamefungwa kabla mechi. Simba imewacha Azam point 9. Imagine. Kwa hiyo wana pressure, Singida wanakuja, Simba wanaondoka. Lazima wewe ushinde. Sasa mpaka dakika 90 bar and draw, lakini utulivu ule. Wakati Pamba Jiji wao wakichoka na kifikra, kupoteza concentration, wao ndio kipindi ambacho wako moto zaidi, kaingia Mzee, kaingia Ngita, wamekuja kuongeza vitu pale, mwisho wake wamepata ushindi uliostahili, walicheza vizuri kwa mtazamo wangu. Sawa, wakati Mbwaduke akizungumza kiwango cha upande wa Azam, tutazame upande wa pili wa shilingi kwa maana ya kuangalia kiwango cha Pamba Jiji katika mchezo wa jana. Andrea Kinga Mkono, karibu. Kwangu Pamba Jiji jana walitimiza majukumu yao vizuri kwa kiwango kikubwa sana cha mchezo. Yaani ni timu ambayo haikuja pale kukaa nyuma, walipishana na Azam kwa kiwango chote na kwa uwezo wao na kwa juhudi zao. Sema Mwamba na Aishi Manula ndo walikuwa kikwazo kwao kutimiza lengo la kupata magoli. Kamara, Mohamed Kamara. Anaonyesha Siligonga Mwamba na okay. Nikwambia Mwamba sababu na shuti ile ilipiga aligonga Mwamba. Na Aishi Manula ndo walikuwa kikwazo kwao kupata magoli. Lakini walitengeneza nafasi nyingi sana ambazo uko unaona hii timu kweli imekuja kushindana. Ukiacha mwishoni ambayo makosa ya kiuchezaji, unaona ile goli la kwanza linafungwa, unaweza kusema kona, lakini ile goli limeanza kufungwa katikati ya uwanja ambapo Faisal alianza kukimbia na mpira. Kwa nini ule bwana aliamua kusukumana naye asingemalizana naye pale pale? Unasema huku mbali, mweke chini huku. Yani mweke chini huku. Tuanze upi? Kwa sababu muda umeenda. Wewe mwangushe hata ukipewa nyekundu sasa tutaanza kuvumilia dakika zilizobaki tutamaliza nao. Lakini sasa yeye akamwacha, akakubali kuwekwa nyuma. Faisal akakimbia kwa sababu huyu mpira kama Faisal angepitisha katikati na wenyewe ulikuwa na madhara zaidi. Umeona kwa sababu Ngita alikuwa na nafasi kubwa kuliko wale mabeki. Kwa hiyo unaona kabisa ni ile ambaye hali ya kuchoka na hali ya kusema hii mechi ishaisha, tushawashika kwa timu hii, mnaondoka mchezoni. Hicho ndio kosa ambalo walikuwa wamelifanya wachezaji wa Pamba. Nadhani kitu ambacho wanapaswa kukifanyia kazi, lakini bado mshambuliaji wao Matthew toka amefunga goli 4 mpaka sasa hivi hajaonekana. Nadhani hilo ni changamoto ambayo wanayo. Kwa hiyo safu ya ushambuliaji ya Pamba bado inawaangusha. Wanatengeneza nafasi, wanashinda kutumia, na kwenye hatua hizi unatakiwa utumie nafasi unazozipata chache, utumie. Kwa hiyo wakiboresha kwenye safu ya ushambuliaji, wana nafasi nzuri ya kuendelea kupambana na kuwa miongoni mwa timu nzuri hapo. Dawati la Viwanjani linaufunga mjadala wa mechi ya Azam FC dhidi ya Pamba Jiji, na kwa sasa moja kwa moja tunaelekea pale mji kasoro bahari, na mji ambao umetawaliwa na bahari ya miwa kwa maana ya pale Morogoro, kwenda kuangazia taarifa ambayo jana kwa hakika ilikuwa na furaha kubwa mno.